natumaini mzima wa afya na usalama kabisa. Tunakutana hapa tena kwenye uchambuzi wa mechi ya 4 ya robo finali ya CAF Champions League, ambapo itahusisha miamba kutokea Morocco, AS FAR Rabat zidi ya Pyramid. Hawa wanatoka Misri na hawa ndio mabingwa watetezi wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mechi hii itakuwa vipi? Twende tukaangalia asilimia walipokutana na matokeo yalikuwa vipi. Timu hizi mbili, AS FAR Rabat pamoja na Pyramid, zimekutana mara 4 kwenye michuano ya CAF Champions League, na kwenye mara 4 AS FAR Rabat kashinda mara 2, sare 1, lakini Pyramid kashinda mchezo mmoja. Je, AS FAR Rabat wako vipi kuelekea mchezo huu? AS FAR Rabat ni miongoni mwa timu bora sana na imekuwa ikifanya vizuri kwenye hii michuano kwa siku za hivi karibuni. Ni timu ya kizazi kipya ambayo imekuja na kasi ya ajabu kwenye michuano ya CAF Champions League. Vivyo hivyo timu ya Pyramid. Timu hizi zote mbili ni timu za kizazi kipya ambazo zinafanya kazi nzuri na zimewekeza katika soka la ndani pamoja na michuano ya CAF Champions League. Kwa hiyo tutaenda kuangalia robo finali ambayo itakuwa ngumu kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu timu hizi zote mbili ni timu bora na zina wachezaji wenye uwezo wa kukupa kile ambacho unahitaji kukiona kwenye mchezo husika. Mtazamaji wa Habari Nova Media, ni kwamba kwenye mechi 4 walizozicheza, AS FAR Rabat yeye ndo kinara kwa sababu kashinda mechi 2, katoa sare 1, lakini kapoteza mchezo mmoja. Asilimia za kushinda kwenye huo mchezo kwa AS FAR Rabat, yeye anapewa asilimia 50 katika zile 100 za takwimu za mchezo wa soka, huku sare inapewa asilimia 25, lakini kushinda Pyramid ni asilimia 25. Mtazamaji wa Habari Nova Media, usijisaulishe ya kwamba Pyramid ni bora pia, ila takwimu za mchezo wa soka huwa zinampa mtu takwimu kulingana na yeye amecheza vipi kwenye mechi za nyuma. Ina maana takwimu 100 za mchezo wa soka zinampa chepuo yule aliyeshinda mara nyingi zaidi kuliko yule aliyefungwa mara nyingi. Kwa hiyo FAR Rabat yeye anapewa asilimia 50 kwa sababu yeye katika mechi 4 walizocheza yeye kashinda mechi 2, huku yeye Pyramid akiwa ameshinda mechi 1 na sare 1. Kwa hiyo asilimia 50 alizopewa sio kigezo cha kushinda mchezo au sio kigezo cha kwamba Pyramid atatoka kwenye hatua ya robo finali. Ujumbe tu ni kwamba mtoto hatumi sokoni katika huu mchezo, na ukisikia kwamba mtu kaiba ngoma na hajui pa kwenda kuipigia, basi ni kwenye huu mchezo ya kwamba ni miongoni mwa mchezo bora kabisa kwenye hii michuano, kwa sababu mara ya mwisho kukutana ilikuwa ni mwaka 2025 ambapo timu hizi zilikutana kwenye hatua kama hii ya robo finali. Mchezo wa kwanza ulichezwa Misri ambapo Pyramid alishinda goli 4-1, na walio wengi na watu wengi waliamini Pyramid atakuwa amevuka kiurahisi na atakuwa amefanikisha mission yake ya kufika hatua ya nusu finali. Changamoto ilikuja baada ya Pyramid kuwafuata AS FAR Rabat huko Morocco. Mechi ilitamatika kwa goli 2-0, mechi ambayo kama endapo AS FAR Rabat angepata goli 1 akafikisha goli 3, yani 3-0, maana yake AS FAR Rabat tungemuona katika hatua ya nusu finali. Na maana msimu uliopita kwenye hatua robo finali Pyramid yeye alimtoa AS FAR Rabat kwa tofauti wa goli 1 pekee. Kwa hiyo mtazamaji wa Habari Nova Media, hii ni mechi ngumu na kila mmoja ana uwezo wa kufanya chochote kinachowezekana ili kuvuka hatua ya nusu finali. Kikubwa tu ni kwamba mtazamaji wa Habari Nova Media, nimekupitishia takwimu za mechi 4 ambazo ni muhimu sana kabla ya kwenda kuangalia sasa mechi baada ya mechi. Tutaenda kuangalia match to match, lakini leo nilikuwa nakupitishia asilimia kadhaa kuhusiana na michezo ambayo itachezwa kwenye hatua ya robo finali. Niseme ya kwamba sina la ziada na tumefikia tamati mwa kipindi chetu bora kabisa cha takwimu bora kuhusiana na mechi 4 za CAF Champions League. Jina langu ni Paul Tembo na hii ni Habari Nova Media. Ebana, usisahau kusubscribe, maana ni tendo la kiungwana kabisa ili uwe wa kwanza kupata taarifa kutoka Habari Nova Media. Tunapatikana YouTube lakini pia Facebook. Niseme ciao, bye bye.